بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tuendelea na madarasa haya ya fiqh na tumefika katika maelezo yanayofungamana na kutayammum. Na leo inshallah tuingia masala muhimu sana, masala ambayo wengi labda tukafilika nayo, masala ambayo wengi labda hatuyajui na ni lazima yabainishwe ili tujue namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu inshallah, yani namna inavyofanya nini inavyostahili. Jambo lenyewe ama masala yenyewe ni kuhusiana na mtu mwenye jeraha au mtu mwenye bendeji. Mtu mwenye jeraha au mtu mwenye bendeji, huyu anaingia vipi katika kutayammum? Mbona tumtaja katika kutayammum? Taban kutayammum kama tulivyosema inakuja badili ya kutawadha. Mtu akishindwa kutawadha ndio atafanya nini? Atatayammum. Sasa mtu mwenye jeraha au mtu mwenye bendeji, labda ana bendeji mkononi au ana jeraha mkononi au ana bendeji mguuni au usoni au sehemu yoyote, akataka kutawadha au akataka kuoga, lau akioga na ana bendeji kwenye tumbo, mtu labda kama ni amefanywa operation tumboni, daktari anamwambia hii sehemu isiguse maji, ataosha sehemu zote nyingine, lakini kuna sehemu katika mwili wake haijagusa nini? Maji. Atafanyaje badili ya ile sehemu? Tunaambia sasa badili ya ile sehemu lazima ufanye nini? Lazima utayammum. Badili ya ile sehemu lazima ufanye nini? Utayammum. Maana kuna sehemu haijaoshwa. Mfano kama huu mfano tulopiga, ana bendeji kwenye tumbo, au amefanya operation, ima ana bendeji ama si bendeji, lakini kuna zile alama daktari akamwambia bwana hapa pasiguse maji, tumwambia oga na ile sehemu usifikishe maji, sawa. Atakuoga janaba manake ile sehemu usifikishe maji, lakini lazima baada ya kuoga au hata kabla lazima atayammum. Kwa ajili gani tutayamam? Unatayamam kwa badili ya udhu, badili ya kuoga. Katika hali mfano tulopiga, badili ya kuoga ile sehemu ambayo ulikuwa wewe huwezi kuiosha, basi sasa umeosha, yani umetayamam badili ile sehemu. Na vile vile kwenye jeraha, labda liko mguuni, ana jeraha mguuni au jeraha mkononi ama bendeji, ni jeraha au bendeji zote mbili, akatawadha. Taban kuna sehemu katika mkono haitogusa maji kwa ajili kuna bendeji, ama kama ni kidonda daktari anamwambia bwana kidonda kisiguse maji, sawa. Kwa hivyo maana yake kuna sehemu katika mkono wake haijafanya nini? Haijatahirika. Kuna sehemu katika mkono wake haijafanya nini? Haijatahirika. Basi mtu kama huyu lazima tuelewane, lazima afanye nini? La ilaha illallah, lazima apanguse. Mtu kama huyu lazima afanye nini? Lazima apanguse. Yani apanguse inamaanisha lazima afanye tayammum. Yani atafanya vipi? Tupige mfano bendeji kwa mkononi. Tutamwambia mtu kama huyu atatawadha, ataosha uso, kisha ataosha mikono. Ile sehemu ambayo kuna bendeji hataosha, daktari amwambia isingie maji. Ama ile sehemu kuna kidonda hataosha, na daktari amwambia isingie maji. Lakini vile vile atatayamam. Atatayamam vipi? Yani atapangusa uso na mikono. Namna ya kutayamam ni ile ile. Kutayamam ni kwenye uso na mikono peke yake. Hili tutalikariri sana ili watu tufahamiane. Hata kama jeraha iko kwenye mguu, mfano mtu ana jeraha mguuni, tutamwambia ataosha uso, kisha ataosha mikono, kisha atapangusa kichwa, kisha miguu ataosha ile sehemu ambayo hakuna kidonda. Sehemu kuliona kidonda tunamwambia badili ya hiyo sehemu ambayo kuna kidonda utatayamam. Atatayamam wapi? Atapangusa mguu? La, atatayamam kwenye uso na mikono. Yani atapangusa uso na mikono kwa mchanga. Nafikiri inaeleweka. Na kama inshallah haieleweki, mtu atatujulisha, atatutanabahisha ili turudie. Sawa? Kwa hiyo mtu asiseme kwa mimi na kidonda mkono si uoshi. Tukuuliza, maana kuna watu kidonda ikiwa iko sehemu tu moja ya mkono, basi ule mkono mzima hauoshi. Ni vipi bwana? Na huyu angalau, maana kuna watu hawaswali kamwe akiona kidonda, au mtu maskini amevunjika mkono. Hukumu yake nini? Mtu kama huyu lazima aswali. Ataswali vipi na yeye ana nini? Ana bendeji ama ana jeraha? Tukamwambia ataswali, atatawadha kama kawaida. Kisha ule mkono ambao labda amefungwa bendeji ama ni plaster ama nini, tutamwambia badili ya hiyo sehemu, maana ni sehemu hujaosha. Kwanza sehemu yote ambayo haina plaster lazima ioshe. Sehemu yoyote ambayo haina plaster lazima afanye nini? Aoshe. Kisha baada yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kisha baada yake atafanya nini? Afwan. Baada yake tutamwambia atatayamam. Maana sasa mtu mwenye bendeji mkononi ataosha uso, kisha mfano mkono wa kushoto ndio una bendeji ama una hiyo plaster. Mkono wote tukipiga mfano mkono wote, mwambie ataosha uso, ataosha mkono wa kulia. Mkono wa kushoto
hawezi kufanya kitu, hawezi kuosha, tutamwambia tayamam. Tayamam badili ya nini? Badili ya ile sehemu ambayo hukuweza kuiosha. Kisha ataosha, atapangusa kichwa, kisha ataosha miguu. Tumeelewana? Nafikiri itakuwa iko wazi. Na ikiwa ni upande wa jeraha, lao mtu akashindwa, mtu ana jeraha akashindwa kuosha, maana daktari anamwambia bwana usioshe, atafanyaje? Mwambie huyo atapangusa ile sehemu kwa mchanga. Ikiwa iko katika kiungo cha miongoni mwa viungo vya tayamum, yani jeraha liko kwenye uso ama liko kwenye nini? Liko kwenye mkono, tutamwambia atatawadha ile sehemu. Ikiwa anaweza kupangusa kwa maji, atapangusa kwa maji. Hawezi, tutamwambia atamaliza kuosha uso kisha atatayamam. Kutayamam lazima pia ikiwa kile kidonda hakitoathirika kwa vumbi. Yani maana daktari amemwambia hiki kisiguse maji, utamuuliza, je, ikigusa vumbi kuna shida? Ikigusa mchanga kuna shida? Akwambia haina shida, mwambie vizuri. Maana utatayamam na lazima kile kidonda pia ufanye nini? Upanguse juu yake katika kufanya nini? Katika kutayamam. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na kisha inshallah kuna masala ambayo labda tutayaanza tutaashiria tu, kisha inshallah katika darasa itakuja ndio tutaleta kwa tafsiri kikamilifu. Ni huyu mwenye jabira, yani jabira maana yake ni bendeji. Huyu mwenye bendeji au kama ni plaster, akisha swali, je, baadaye hukumu yake vipi? Nakumbuka sisi tulisema kuwa aloswali kwa ajili ya baridi lazima zile swala atafanya nini? Atalipa. Basi huyu mwenye bendeji pia kuna katika baadhi ya hali lazima atalipa zile swala, kuna baadhi ya hali si lazima afanye nini? Alipe zile swala. Inshallah itakuja katika madarasa yatakayokuja. Maana maelezo ni mingi kusema ukweli. Maana huyu mwenye bendeji maulama wanasema ana hali 5. Ana hali 5. Hali 3 analipa zile swala, atakidhi zile swala alizoswali, na hali 2 hatokidhi zile swala. Na hapa kidogo kuna uzito, lakini ndio kauli yenye nguvu kwenye madhehebu yetu. Sasa inshallah katika madarasa yatakayokuja hizo tafsiri za wakati gani atalipa, wakati gani hatolipa, inshallah itakuja katika madarasa yatakayokuja. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.